Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. This is Eunice Ministry Flowers of Marriage. Karibu sana. Leo tunaendelea na somo letu kutoka katika kitabu cha Mithali 31. Tulianzaga sura ya mstari wa 10 pale, tukaendelea mpaka 16. Tumefanya video 2. Na sasa tunaendelea na video yetu ya 3 pamoja na mtumishi wa Mungu hapa. Leo tutasoma mstari wa 17, 18 na 19 ili tuchambue kwa kina na kwa mapana na kwa marefu kabisa. Karibu sana mtumishi wa Mungu ili uwasalimie watumishi wa Mungu hapa, alafu utusomee, alafu tutaendelea. Karibu. Shalom, shalom wapendwa katika Kristo. Bwana Yesu ni mwema. Tuko tena hapa kwa ajili ya kujifunza kwenye Mithali ya 31 inayozungumzia kuhusu mwanamke mwema au mke mwema. Na sasa leo tunaendelea na somo letu kwenye Mithali hiyo ya 31 mstari wa 17. Nataka nisome. Mstari wa 17 unasema, hujifunga nguvu viunoni kama mshipi, hutia mikono yake nguvu. Inasema hujifunga nguvu viunoni kama mshipi, hutia mikono yake nguvu. Amen. Bwana asifiwe sana. Karibu sana. Amen. Haleluya. Tuambie. Hujitia nguvu viunoni, hujifunga nguvu viunoni, hutia mikono yake nguvu. Hapo nyuma tulijifunza vile anafananishwa na merikebu za biashara au shehena zinazoleta mizigo. Sasa hapa anajifunga nguvu viunoni. Maana yake nini? Anavyojifunga nguvu viunoni ni mtu ambaye amejikana mwenyewe kumtafuta kwanza Bwana. Hicho ni kitu cha kwanza. Maana mtu aliyejifunga nguvu viunoni ni mtu anayemtafuta Bwana katika maisha yake, katika biashara zake. Alafu anaitia mikono yake nguvu. Anajitia nguvu za kufanya kazi yake ya mikono. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hafanyi kazi ya hasara, anafanya kazi kwa faida. Haangalii kwa hapa, lakini anajua kesho yake ni bora zaidi ya leo, na hatafuti mafanikio ya haraka. Ndio maana anafunga viuno vyake kwa nguvu, anajifunga kwa nguvu za Yesu Kristo. Anamjua Mungu, anamtafuta Mungu kwa nguvu zote. Karibu sana baba ili utuelezee. Nashukuru. Kwa kweli kama mtumishi wa Bwana alivyosema hapa, my wife ni kweli ni mtu ambaye anaonekana ana nguvu, ana bidii, lakini pia kitu ambacho nilikuwa nakiona kingine cha ziada ni mtu ambaye mke mwenye maamuzi. Unajua kujifunga sio kufungwa. Yeye ana maamuzi ya kufanikiwa. Ana maamuzi ya kutafuta mema. Amen. Huyu ni mwanamke mwenye maamuzi. Na hasinikizwi na mtu yoyote, bali ameamua yeye mwenyewe kujifunga nguvu viunoni kama mshipi ili atie mikono yake nguvu. Kwa hivyo kwa kifupi, yeye mwenyewe ana maamuzi binafsi ya kufanikisha nyumba yake. Amina. Amen. Nataka tusome mstari unaofuata. Mstari wa 18 unasema, huona kama bidhaa yake ina faida, taa yake haizimiki usiku. Huona kama bidhaa yake ina faida, taa yake haizimiki usiku. Amen. Hapo nyuma kidogo nimesema hafanyi kazi kwa hasara. Anaangalia hii bidhaa ina faida, anainunua ile bidhaa, anaenda kuiuza, alafu analeta faida. Akishaleta faida, huyu mwanamke sio mbinafsi. Sio mbinafsi. Sio mbinafsi. Ina maana anapopata hii faida, ananufaisha na familia yake. Anamsaidia na mume wake kwa sababu yeye ni msaidizi. Anaiangalia biashara hii ni ipi yenye faida. Hafanyi biashara ambayo
inaleta majonzi kwake au hasara, lakini anaangalia biashara ambayo ina faida. Alafu hapo chini anasemaje? Taa yake haizimiki usiku. Ina maana ni mtu wa rohoni, ni mtu ambaye yuko kwenye macho ya rohoni, ni mtu ambaye ni mlinzi, analinda familia yake, analinda biashara yake, analinda mumewe, analinda watoto wake. Kama ni kanisa wanalo, analinda kanisa la Mungu, anahakikisha yeye ni mlinzi. Taa ya moyoni mwake sio kwamba ni taa hii tu inayoashwa, sio kwamba ni taa ya chemli au ni taa hii ya umeme, lakini ni taa ya rohoni. Taa yake ya rohoni haizimiki. Amen. Anaelewa wakati adui anapotaka kuingilia kwenye biashara zake au kwenye kazi za mikono ya mume wake, anampiga yule adui na anaondoka, anahakikisha adui hayupo. Kwa hiyo yeye hafanyi kazi kwa hasara, na ni mtu mwenye maarifa, sio mtu ambaye ni mjinga. Unajua mtu mjinga akifanya kazi anamwacha mume wake ndo ashughulike na kila kitu. Kwa mfano kama ni kununua chakula, hasapoti mahali popote, anamwachia mume wake majukumu hayo. Lakini mwenye hekima anaelewa kwamba kazi ninayoifanya ni kwa faida ya familia. Ninaweza nikaleta chakula, ninaweza nikafanya hiki, ninaweza nikamsaidia mume wangu hapa, na sitamficha. Hata nikipata faida kama ni 70,000, ni laki, ni milioni, nitamwambia nimepata milioni, na mume wake atamwambia hii hapa tutaongeza kwenye biashara, alafu hii tutafanyia hiki. Ni mtu ambaye yuko wazi. Amen. Ndio maana taa yake haizimiki daima. Amen. Umesema yote. Karibu sana mtumishi. Ni kweli. Taa yake haizimiki usiku. Maana yake ni mtu wa kukesha. Maana yake ni mtu ambaye anakesha. Biblia inasema kesheni. Kukesha ni kuwa macho kwenye maeneo yote, kwenye maeneo ya familia, kwenye maeneo ya huduma, kwenye maeneo ya biashara, kwenye maeneo ya kazi. Atagundua mlango shetani anaotaka kuingilia, ataziba mapema. Atasimama kama mlinzi, kama tulivyoambiwa. Atasimamia kazi zake kama mlinzi. Mtu ambaye ndani yake anakesha, yuko sensitive na mambo yaliyopo. Anatambua hila za adui, lakini anatambua mlango wake wa kutokea katika kila jaribu. Huyo mwanamke anaonekana taa yake haizimiki usiku. Kwa hivyo usiku maana yake katika Biblia ni wakati ambapo kuna changamoto. Kabisa. Ni wakati ambapo mawimbi yanapiga. Ni wakati ambapo kuna giza katika ulimwengu wa roho. Yeye taa yake inawaka. Maana yake anaona yale yasiyoonekana kwa macho ya kawaida. Amen. Anatambua mahali ambapo adui anataka kupita. Anapaziba mapema ili Mungu akatukuzwe katika maisha yao. Huyo mwanamke hakika ni mke mwema. Amen. Haleluya. Amen. Lakini nataka tuendelee katika mstari wa 19, anasema hutia mikono yake katika kusokota na mikono yake huishika pia. Narudia, hutia mikono yake katika kusokota na mikono yake huishika pia. Amen. Amen. Anatia mikono, sio kusokota tu. Hapa anaongelea kusokota au kutengeneza vitu. Kuna wakati fulani, kuna vikapu fulani vya kizamani hivi tulikuwa tunaendaga navyo sokoni. Mama yangu mzazi mimi alikuwa anashona, anatengeneza, anasokota zile kamba, alafu anatengeneza kapu nzuri kabisa. Unaweza ukabeba ukaenda nalo sokoni, hata ukabeba kengine kadogo unaenda nako, unabeba Biblia unaenda kanisani. Alikuwa anatia mikono yake. Saa zingine anashona sweta, anafuma na mabrangeti. Huyu ni mwanamke ambaye ana ujuzi mkubwa. Anatia mikono yake katika kufanya kazi. Kutia mikono yake katika kufanya kazi sio kwamba ni kutia mikono tu katika kusokota, lakini anaweza akawa ana biashara zake. Anaandaa mandazi, anaandaa hiki. Ni kweli tuliona hapo mwishoni wakati tulisoma kwenye video iliyopita, tuliona huyu
ana wajakazi wengi, anawapangia kila mtu na sehemu yake, lakini na yeye yuko mle ndani. Yeye ndo anaweza akawa marketer mzuri, akaenda kuitangazia biashara yake kwa sauti kubwa, akasema mimi nauza mandazi mazuri, ukionja mandazi yangu yana ladha nzuri, akasambaza kwenye maduka. Mwisho wa siku, kama alikuwa anapikia ndani, anafungua bakery yake kubwa. Lakini pia anaweza akawa labda na biashara yake ya kufuga vikuku, akaanza na vikuku vichache, kwa sababu yuko pale. Unajua, wakati unaweka wafanyakazi kwenye biashara zako, ukiwa wewe hauhusiki, haupo ndani, hauendi hata hapo kuangalia au kuhusika mwenyewe, wale wafanyakazi hawana kile mzigo ambao unao. Lakini wewe unapotembea kwenye kile kitu ambacho unakifanya, ukaingia mle ndani, alafu ukatamka, ukasema hivi havitakufa, hivi vitaongezeka, una mamlaka kwenye mdomo wako wa kuongeza, na kwenye mikono yako unatia kufanya kazi ile ambayo kazi ya mikono yako unayoifanya, na unaitia mikono yako nguvu ya kufanya hiyo kazi. Ina maana sio kazi rahisi, lakini inahitaji nguvu ambayo ni ya kuwezeshwa na Mungu, nguvu ya kupushiwa na maombi. Amen. Nguvu ya kumtegemea Bwana. Unapoitamkia ile kazi, inaongezeka, inapanuka. Unajua, unaweza ukawa umeanza kwa mtaji wa 5,000 tu, tuseme kawaida, mtaji wa chini kabisa, unaanza na kilo 1 tu ya mandazi. Baadaye unakuja unapanda, unafika kilo 100, unafika kilo ngapi, unajikuta wewe ni mtu mkubwa wa kusambaza. Kuna kazi nyingine ambazo ni ndogo sana, unaweza ukazidharau sana. Kazi kwa mfano kama ya kupika uji, ukajikuta unapika kauji kako, unaenda unauza, unakuja nyumbani na faida na ongezeko. Karibu sana baba. Amen, amen. Ni kweli. Anaposema hutia mikono yake katika kusokota na mikono yake huishika pia, maana yake hapa tunagundua kwamba Mungu amesema nitabariki kazi ya mikono yako. Amen. Ijapotajwa mikono, hapo anahusika sana Mungu, maana ni kitu ambacho anatumia mikono, gusa na mikono yake. Na kama mtumishi alivyosema, mtumishi wa Mungu hapa, mke wangu, ni kweli ni vizuri kushiriki kwenye baraka za biashara yako. Inaweza ikawa sio lazima iwe ni ndogo. Inaweza ikawa unaleta mashehena kutoka mbali, mashehena ya mizigo. Nenda ukakague, nenda ukashiriki. Usitume watu tu kule forodhani. Husika, gusa hizo vitu, zitamkie. Na Mungu anakumilikisha anga hilo, anakumilikisha eneo hilo, anakumilikisha aina ya mizigo aina hiyo. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa kabisa, kutia mikono yake katika kusokota ni kuhusika katika kile anachofanya, katika kile alichoaminiwa na Mungu. Amen. Anahusika kwa ajili ya mafanikio, kwamba nitabariki kazi za mikono yako. Haleluya. Amen, amen. Lakini tuingie mstari wa mwisho, tusome wa 20, tuongeze 1. Biblia inasema huwakunjulia maskini mikono yake, naam, huwanyoshea wahitaji mikono yake. Amen. Haleluya. Huwakunjulia maskini mikono yake na wahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumaanisha ya kwamba, unajua kanuni ya Mungu katika kitabu cha Yakobo, kuna mahali pamesema mnaomba lakini hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Huyu mwanamke anajua siri. Kile ambacho Mungu anampa sio kwa ajili yake tu na familia yake, sio kwa ajili ya kujinufaisha mwenyewe, lakini anawaangalia na maskini, anawaangalia na wahitaji pia, anawaangalia wajane, anawaangalia na wengine wote ambao ni wahitaji. Hajiombei kwamba hafanyi hiyo kazi ili ajifanikishe mwenyewe, ili ajitajirishe yeye, lakini anawajali na wengine, anajali na jamii iliyomzunguka. Anaweza hata akajali mtoto wa mtu, sio wake wa kumzaa, lakini anaweza akaamua kumnunulia hata madaftari. Anagusa wale ambao hawana, na Mungu lazima afungue milango kwa mtu kama huyo, ambaye sio kwa ajili yake mwenyewe, sio kwa ajili ya kujitajirisha mwenyewe na kwa ajili ya tamaa yake mwenyewe, kutumia kwa ajili ya tamaa, lakini pia kwa ajili ya wengine. Haleluya. Jambo hili linanigusa sana. Huwakunjulia maskini mikono yake, naam, huwanyoshea wahitaji mikono yake. Maanake huyu mwanamke anakamilisha kusudi la Mungu lote. Amen. Mungu anatamani siku zote chochote anachotuinua ndani yake, anachotufanikisha ndani yake,
kiguse maisha ya wengine. Kiguse maisha ya wengine. Katika sehemu moja Biblia inazungumza kuhusu mitume walipotambua kabisa Paulo aliyekuwa anaitwa Sauli ameokoka, amebadilika na sasa amekuwa mtume wa kuhubiri mataifa. Walituma mtu amwambie jambo moja ambalo watataka alifanye pamoja na kuhubiri Injili ni kuwakumbuka maskini. Asiwasahau maskini. Kwa hivyo tangu mwanzo kusudi la Mungu kwa mwanadamu yoyote ni kunyoosha mikono kwa wale waliopungukiwa. Na huyu mke mwema anawakumbuka, anawakunjulia mikono yake maskini. Anawafadhili maskini. Kuna wajane, kuna yatima, kuna wale ambao wamepungukiwa na neema, anawaona, anawanyoshea, anawalisha, anawanywesha na wengine anawafadhili. Kama mtumishi wa Mungu alivyosema, unaweza ukahusika katika maisha ya watu kwa njia tofauti. Wakati mwingine hata mtoto shuleni, kama alivyosema madaftari, unaweza ukaamua hata kumsomesha. Labda wewe watoto wako hata wamemaliza shule, lakini unaona kuna watu wanaosuasua katika kusoma, uniform imechanika. Wewe unaamua, unamchukua yule mtoto vipimo, unaenda unanunua uniform. Unafanya kazi ya Mungu. Kumbuka, sio wewe wa kwanza, lakini ukumbuke ni lengo la Mungu, ni mpango kamili wa Mungu. Wa kila mtu akifanikiwa, afanyike baraka kwa wengine. Huyu mke mwema tunaona amegusa maisha ya maskini. Maskini wapo na watakuwepo, lakini ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu, ili tuwaguse kwa gharama yoyote, kwa njia yoyote, kidogo kikubwa, ili tufanikishe kusudi la Mungu. Bwana wabariki sana. Leo tutafika hapo, lakini vizuri wewe ambaye unaendelea kutufuatilia katika channel yetu, uangalie huyu mwanamke anatajwa mwanamke mwema, mke mwema, na ni mwanamke, lakini anaweza akawa mwanamume. Wewe shiriki kwa gharama yoyote, kwa njia yoyote, kuwasaidia wengine waliopungukiwa, lakini kufanikisha njia zako na njia za Mungu katika maisha ya wengine, katika jina la Yesu. Asante sana. Mwachia wife aweze kumalizia. Karibu sana. Amina. Mungu awabariki sana mnaotufuatilia, na Mungu awatunze, aendelee kuwainua. Tuelewe kabisa sisi kama wanawake, kizazi hiki cha wanawake, tuna nguvu za kubadilisha taifa, kubadilisha jamii kwa jina la Yesu. Na waume zetu wafurahi, washangilie kwa sababu wamepata watu wenye hekima. Hekima inapatikana kwa Bwana siku zote. Sasa ninakuomba kabisa ufuatilie na ulike video zetu, ushare, ucomment na ulike, na pia usubscribe. Na pia kuna channel ya baba, ana mafundisho mazuri sana. Fuatilia huko, Sauti ya Upatanisho. Na Mungu awabariki na awatunze sana. Tunawapenda. Bye bye. Ciao. Hallelujah. Amen. Shalom. We love you. Agape kata.